Mtazamaji wa ASAM Online TV, itakumbukwa kuwa hivi karibuni kwenye mitandao ya kijamii kulisambaa video ikionyesha watu wanaodaiwa kuwa wahalifu wakivamia shehia ya Hawaii, kuwashambulia wananchi pamoja na kuwapora mali zao. Sasa ripoti za ASAM TV zimezungumza na sheha wa shehia ya Hawaii, wilaya Magharibi mkoa mjini Magharibi. Ndugu Mwadini Haji Mjonge ametoa ufafanuzi kufuatia tukio la vijana wanaosadikika kutoka shehia Daraja Bovu pamoja na maeneo mengine waliofika katika shehia ya Hawaii kwa madai ya kumtafuta kijana mwenzao Abdulaziz Ali maarufu Mwamsho. Inadaiwa kuwa vijana hao walifika katika shehia hiyo wakimtuhumu kijana huyo kuhusika na wizi wa ng'ombe wao na baadaye kuanza kuwashambulia wananchi pamoja na kupora mali zao mnamo majira ya saa 2 usiku tarehe 22 mwezi wa 5 2026. Kunapo siku ya Ijumaa ya tarehe 22 kwa sikosei, na mida saa 4:30 za usiku hivi nilipata taarifa ya simu kutoka kwa raia wema. Kulikuwa kuna kundi la vijana wapatao takriban 30 hivi. Vijana hao ni kutoka shehia mbalimbali, sio vijana wa mji wetu wa Hawaii. Kwa taarifa tulizopata ni vijana kutoka maeneo ya Daraja Bovu na kuna mitaa inaitwa Limpopo. Walikuja Hawaii kwa lengo la kumtafuta kijana mwenzao. Huyo kijana mwenzao wanasadikika kwamba wanasema ameiba ng'ombe kutoka huko kwao. Kijana huyo hapa kwetu maarufu tunamuita Mwamsho. Jina lake anaitwa Abdulaziz Rashid Ali, lakini maarufu wake anatambulika huo kwa jina la Mwamsho. Hasa dhamira na lengo lao kumfuata huyo ambao mtu aliwatendea uhalifu kwa maana ya wizi. Ilikuwa ndio dhamira yao kuja kumfuata ili kujua mali yao iko wapi. Na kwa taarifa zilizokuja wanasema kwamba walikuwa ameiba ng'ombe. Sasa kwa bahati mbaya wale vijana nao waliokuja hawakuja na dhamira nzuri, kwa sababu walikuwa na silaha za jadi, mapanga, nondo, mashoka walikuwa wamebeba. Sasa mida hiyo familia nyingi tayari zimerudi majumbani kupumzika. Kuna baadhi ya vijana kwa bakia mtaani, kama tunafahamu vijana wanaangalia mpira, wengine wanatembea, vijana wengine wanashuhudia boda. Walikuja kama watu wa kawaida. Wakafika mpaka nyumbani kwa kina huyo kijana. Kwa bahati mbaya kwa bahati nzuri yule kijana walikutana naye, lakini sijui walipata kutoa gani kwa kile kijana akawahi kuondoka na ukimbia, kwa taarifa tulizozipata. Sasa hapo alipokimbia sijui mawazo yao yalikwendaje, wakaona kwamba amekimbizwa yule kijana. Kwa hiyo sasa hapo mtaani wakaanza kukimbizana na watu na kuanza kuwashikilia vijana wengine ambao hawahusiki au hawajui issue yoyote ya huyo Mwamsho na kuanza kuwafanyia uhalifu. Kwa hiyo sisi upande wa serikali tukapata hiyo taarifa, tukawapigia wenzetu jeshi la polisi, lakini kwa bahati mbaya na jeshi la polisi hawakupokea simu yetu, ikawa si tatizo. Tukatoka muda ukaenda kidogo. Kwa mimi hapa kusini kwangu akatokea dada yake huyu Mwamsho, alikuja kuripoti na kutaka barua, nikamwelekeza aende polisi kutoa taarifa kwa sababu hilo ni tukio la hujuma na lazima litolewe taarifa katika vyombo vya usalama. Tukampa barua ende polisi, lakini yeye mwenyewe akanaogopa. Lakini muda mchache baada kutoka akatokea kaka mwingine anaitwa Ali Haji, ambaye anasema yeye alishambuliwa na hao vijana waliofuata Mwamsho, na dhana yao kumshambulia walidhani kwamba ndio wewe Mwamsho. Kwa hiyo akaripoti kwangu hapa moja kwa moja, tukamwambia sasa hapana cha kusubiri, ni kwenda kuripoti kituo cha polisi, na walifanya hivyo. Kwa hiyo sasa wale vijana nikataka kurejea mimi kutoka kwenda kule kwa Mwamsho, wale vijana wameondoka. Walipokuwa kirejea sasa huko njiani huko wakikutana na mtu ndipo walikuwa wakifanya uhalifu. Wanakwenda kuvamia mtu, aidha kumnyang'anya alichokuwa nacho, pesa, simu. Hilo kundi ambalo lilikuwa limekuja kwenye mji wetu. Sasa hilo kundi lilileta taharuki kwa muda huo. Sasa hiyo ndio hali halisi au ripoti kamili tulipata katika shehia yetu. Taarifa tulizopata kuanzia mida saa 4:30 hivi kuelekea mbele za usiku. Sisi kama serikali za mitaa kwa maana shehia, jambo la mwanzo tuendelee kuhamasisha wananchi wetu kwamba kuambia mji wetu uko salama, waendelee kuishi bila ya hofu. Lakini pasina hilo tu tunaendelea kushirikiana pia ile jeshi la polisi, kwa sababu hizi changamoto za mawasiliano zinajitokeza wakati wowote.
Unaweza kupigia simu polisi akashindwa kupokea, lakini sio kwa makusudi, kwa changamoto tu, msafiri mwingine naye yuko kazini vile vile. Kwa hiyo tuna uhusiano mzuri sana na jeshi la polisi kupitia polisi shehia. Tunaendelea kufanya kazi kwa pamoja, na ukweli sisi tunafarijika kwa kazi wanazofanya jeshi la polisi kwa kushirikiana na sisi kama viongozi wa kiraia. Tunaendelea kufanya kazi vizuri, na ukweli raia wetu wanafahamu tunatokezewa na matukio magumu, lakini hatua au uchukuaji wa hatua unaanzia kwetu sisi wenyewe viongozi wa serikali za mitaa, kwa maana masheha. Na tunashukuru Mungu mpaka sasa hivi kila hatua inatokezea tunazichukulia hatua, jamii yetu inarudi katika mstari ambao ulikuwa umekaa vizuri, kwa maana amani, ulinzi na usalama unakaa vizuri, na shughuli za kiraia zinaendelea kama kawaida. Kitu tunashukuru Mungu. Kwa hiyo sisi moja kwa moja tunawatoa hofu wananchi wetu waendelee kufanya shughuli zao. Serikali inaendelea kuimarisha ulinzi na usalama katika jamii yake, lakini pia nawahimiza wananchi wenzangu, pamoja kwa ni kiongozi serikali za mitaa, lakini mwananchi pia na mimi katika eneo hili, tushirikiane kupeana taarifa, lakini ulinzi na usalama ni jukumu letu sote, ili tuendelee kuona jamii yetu, mtoto, mwanamke na sisi wenyewe watu wazima tunakuwa salama kupitia kipindi cha sikukuu na siku nyingine zote za kawaida kama maisha yanavyoendelea ya kila siku. Ulinzi shirikishi tunao. Ukweli kipindi hiki hapa tumelegalega kidogo, na ndio maana imetokea haya majambo, lakini kukosea njia sio kupotea njia, sio kuharibikiwa na kila kitu. Tumeanza kwa kitako kuyapanga vizuri na kuendelea na shughuli zetu kama kawaida, ili kuona haya mengine yasijitokeze tena katika mji yetu. Jambo la mwanzo napenda tufahamu kwamba hapa tulipo shehia ya Hawai, lakini tuko karibu sana na shehia Michikichini. Kwa maana ukiangalia hata nje ya ofisi yangu ukiuka barabara ni shehia tayari ya Michikichini. Ushirikiano sisi viongozi wa serikali ya mitaa ni jambo la msingi sana. Maana yake tukishirikiana sisi, tukiambia jamii zetu, tukikamatana, tumeweza kudhibiti kila kitu. Hilo jambo la mwanzo. Lakini jambo la pili, napenda kuiambia jamii yetu, hususan katika maeneo ya vijana, haya masuala ya kuchukua sheria mikononi si masuala stahiki. Serikali imeweka taratibu thabiti au sheria thabiti. Kila jambo linalotokezea lianze katika mtiririko wa kisheria, kwa maana serikali za mitaa, huko ngazi za chini, polisi, upo taratibu mzuri wa kisheria. Kama mtu anaona kafanywa jambo kwa njia yoyote ile, basi ana haki kupeleka malalamiko ngazi ya shehia, ngazi ya polisi, ili kuona jambo lake linachukuliwa hatua na kupata majibu yaliokuwa yako sahihi. Si busara kutoka kwa shika panga ukavuka mji kwenda mji mwingine, hilo si busara hata kidogo. Kutoa panga, kushika panga tu hadharani ni kosa la sheria. Kwa hiyo hayo kwa kweli sisi tunayakemea, hatuungani nayo mkono hata kidogo. Kwa hiyo tunawashauri wenzetu tuendelee kushirikiana katika ngazi zote, lakini tuhamasishe jamii yetu ianze kuchukua hatua kupitia serikali za mitaa, ili tuone kila mmoja anapata haki yake kwa mujibu wa sheria. Asante sana. Labda kuna jingine la kuongezea kwa upande wako? Mimi nimemaliza. Mimi niendelee kuwashukuru wananchi kwa ushirikiano wa hali ya juu wanaonipa, kwa sababu taarifa za matukio yote zinaanzia kwa wao wananchi, na wao ndio wanaofikwa mara ya kwanza. Kwa hiyo naendelea kuwashukuru sana sana wananchi wetu, kwa sababu wanatupa taarifa na sisi tunajitahidi kuzifanyia kazi, na jamii yetu inabakia kwa salama, tuendelea kuishi bila shida yote. Lakini pia ni watoe hofu, waendelee kusherehekea sikukuu hii bila shida yoyote. Tuko salama na sisi tuko nyuma yao kuhakikisha tunamaliza sikukuu na siku nyingine kwa salama na amani ndani ya Hawai, ndani ya jimbo letu hili la Welezo, ndani ya wilaya yetu Magharibi na taifa kwa jumla. Tunaamini jamii yetu itakula sikukuu bila shida yoyote, na kama itokea changamoto, basi tunaomba wawasilishe kwetu ili tuone tunazifanyia kazi kwa wakati stahiki. Asante sana. Kwa upande mwingine, familia ya kijana huyo Mwamsho imesema kuwa mtoto wao hahusiki na tuhuma za wizi wa ng'ombe, na hapa wanaongea. Mimi dada yake huyo ambaye watu walikuja kumtaki wakasema kama kumetokea swala la wizi wa ng'ombe, lakini si kweli, kwa sababu tulikuwa tumekaa hapa usiku kama mida saa 4, mimi na huyo mdogo wangu tumekaa hapa nje, likatokezea kundi huku la watu wengi. Mimi nilipoona lile kundi nikatoka, nikaenda nikawaita baba na mama. Baada kuwaita wakatoka na wao. Haya, kuna tatizo gani? Wakakapo, manake tumekuja hapa
tumeambiwa, tumefahamishwa kumetokea tatizo. Na ambaye huyo kama ndo anashuku, tulikuwa tumekaa naye kitako, hawajui. Sasa wale itakuwa sijui kama wameambiwa lile swala lile jina tu vipi. Tumwambia ndugu yake Mwamsho tumfuate kwa sababu kumeibiwa ng'ombe, na halafu na huyo mchinja huyo ng'ombe kapewa kitoweo, kwa kumepikwa nyama. Wakati sio nyama hatujua hata siku tuloila. Basi manake ndo hivyo. Sasa yule mdogo wangu yuko pale, yeye ndo anaongea nao ambao wanamshuku. Akaongea nao, mwisho akanapigiwa simu na shangazi yetu, anazungumza wao wenyewe, akamwambia hebu ondoka hapa usizungumze na simu, ngine kakae kule, watu wana mazungumzo yao sijui na hivi. Yule akaondoka. Baada ya kuondoka wakawa wanamfuata nyuma. Wanafuata nyuma, anaambia msinifuate, mimi sija kuchokozeni na nyinyi msinichokoze. Wanafuata kuona yule kashafika kule, yule alipoona wale na mapanga akakimbia. Wakamfukuza, mwizi, au ndo yule. Wakarudi ndani na mapanga. Wakafika mpaka mlango wa nje, mimi nimesimama na panga. Kwani ndo yule au vipi? Tuambieni, mbona mmemwacha kakimbia? Mimi nikatoka mbio nikaenda zangu kwa sheha. Kufika kwa sheha nikakaa kule, narudi nakuta ndani hamna simu 5 zimeibiwa, na wao washaondoka akapita sehemu nyingine huko, wakaenda wakafanya fujo, wakaiba, wakapiga watu mapanga, wakavunja sehemu, wakaiba na vitu njiani huko. Mimi niko kwa sheha, naona watu wanakuja na bodaboda, wanasema kama wanafukuzwa na mapanga, wanapora watu njiani. Hivyo ndio ilivyokuwa. Tunaomba usalama uwepo juu, yani uangalizi hasa, kwa sababu kama hivi mtu unavamiwa, unakuwa hujui ufanye nini, halafu inakuwa hafla usiku, ndani mna watoto, watu wanaingia na mapanga, wanaingia mpaka vyumbani, inakuwa usalama mdogo. Kwa hiyo tunaomba kama askari jamii wawepo, yani wepo ulinzi mitaani, kwa sababu hili jambo nadhani halijatokezea kwetu tu, yametokezea maeneo mengi majanga kama haya. Baadhi ya wakazi wa shehia hiyo walioathiriwa na tukio hilo wamesema vijana hao walikuwa na nia ya kufanya vitendo vya uporaji na unyang'anyi katika shehia hiyo badala ya kumtafuta mtuhumiwa wao. Ilikuwa tumekaa zetu pale na mashikaji zangu. Kwa hiyo kuna watu walitokea na kutufanyia kitendo cha kisicho na wakatufanyia kitu ambacho hakistahili kwa binadamu. Walitupiga mapanga, na hiyo sababu kufanya hivyo walisema sijui wameibiwa ng'ombe wao huko kuibiwa. Sasa wakaja pale wakasema tupeleke kwa huyo mtu ambaye wameibiwa ng'ombe wao. Tukasema hatupajui. Sasa kusema hivyo wao wakajichukulia sheria mkononi, kutoa mapanga na kutupiga. Sasa kwa hiyo alitokea msamaria mwema pale nyumba ya pale tulipokaa, akasema bane au vijana wetu msiwapige hapa mtaani. Kwa hiyo ndio hivyo tukasalimika. Wao wakaendelea na safari zao, na si kama alikuwa hapajui kwa huyo mtu wao, ila tu wana madude yao tu walivyotukuta njiani pale tumekaa wakatupiga. Watu kama uwezo upo wakamatwe, wachukuliwe mkono wa sheria. Asante. Stopisha. Twende kwa huyo basi. Alafu melizania Arafati. Sisi ilikuwa wametukuta tumekaa tu, yani wao wakatokezea akatuuliza tuwafahamishe hiyo sehemu. Yani wanaposema huyo mtu kwamba amemuibia. Kwa hiyo sisi ilikuwa hatumjui, tukamwambia sisi hatupajui. Hapo ndo alipoanza kutupiga, kutupokonya simu zetu. Si hatua tulifuata, akapigwa simu sheha. Kupigwa simu sheha, akapewa yani tuseme akafahamishwa kilichotokea. Wale walipotuacha sie itabidi wakaanza kupita njiani, watakaye mkuta wanaanza kumpiga, anampokonya vitu madukani, wanaingia wanachukua vitu. Hizi ni ripoti za ASAM. Fatma Benard, nyuma ya kamera Alexa Madaha, ASAM Online TV.